imekanusha kuwepo kwa mazungumzo yoyote yanayoendelea kati ya Iran na Marekani. Msemaji huyo amesema Iran haitarajii kupokea ujumbe wowote wa Marekani wala hawana mpango wa kutuma ujumbe wao kukutana na upatanishi wa Marekani katika siku zijazo. Baghei amesisitiza kuwa kwa sasa wanafanya mazungumzo na Oman kuhusu safari za meli na usalama wa mlango bahari wa Hormuz. Mamia ya wakazi wa eneo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia wamekimbilia nchini Sudan baada ya mapigano makali kuzuka kati ya vikosi vya jeshi la Ethiopia na wapiganaji wa TPLF. Mapigano hayo yalianza Jumamosi katika eneo la Shirerina karibu na mpaka wa Sudan, yakihusisha matumizi ya mizinga na ndege zisizo na rubani. Haya yanasemekana kwa makubaliano makubwa zaidi kwa kutokea tangu kumalizika kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 2022. Ronald Clifford na taarifa zaidi. TPLF imeishtumu serikali ya Ethiopia kwa kuanzisha kile ilichokiita vita vya wazi, ikidai hatua hiyo inakiuka makubaliano ya amani yaliyosimamiwa na Umoja wa Afrika na inalenga kuwagawanya wananchi wa Tigray. Kwa upande wake, serikali ya Ethiopia nayo inailaumu TPLF kwa kuanzisha mapigano hayo. Vita vya miaka miwili kati ya TPLF na serikali ya Ethiopia vilisababisha vifo vya mamia ya maelfu ya watu kabla ya kuafikiwa kwa makubaliano ya amani ya mwaka 2022. Hata hivyo, utekelezaji wa makubaliano hayo umekuwa na changamoto, hali inayozua hofu ya kurejea tena kwa mapigano makubwa katika eneo hilo. Aidha, kuna wasiwasi kuwa mzozo huu unaweza kuhusishwa na vita vinavyoendelea nchini Sudan, huku pande zinazopigana zikituhumiana kuungwa mkono na makundi yanayohusika katika mgogoro wa Sudan. Nila kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC. Maafisa wa Urusi wamesema kuanguka kwa mabaki ya vifusi baada ya shambulio la ndege isiyo na rubani ya Ukraine imesababisha vifo vya watu 6 katika pwani ya Bahari Nyeusi. Gavana wa eneo la Krasnodar amesema watoto 3 ni miongoni mwa waliofariki katika kijiji kimoja kilichoko pwani ya Bahari Nyeusi. Bado Ukraine haijatoa tamko lolote kuhusu shambulio hilo. Aidha, Ukraine imekuwa ikiendelea kulenga kampuni moja ya Urusi ya Wildberries. Shambulio la hivi karibuni ikilenga ghala moja ya kampuni hiyo eneo la Vladimir mashariki mwa Moscow. Ukraine inasema Urusi imekuwa ikitumia maghala hayo kuhifadhi na kusambaza silaha. Na shirikisho la soka la Uingereza limekuwa shirikisho la hivi karibuni kukataa kuunga mkono kuchaguliwa tena kwa Gianni Infantino kwa mkuu wa shirikisho la soka duniani FIFA. Wales na Ufini tayari wamekataa kumuunga mkono kwa shirikisho la soka la Ulaya UEFA, ikitishia kumfungulia mashtaka rais huyo wa FIFA. Infantino yuko chini ya shinikizo baada ya mpango wake wa awali wa kutaka kuuza hisa za michuano ya kombe la dunia na mechi zingine kukataliwa. Hii ni BBC. Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Beldin Waliaula. Matangazo ya Dira ya Dunia yanapatikana kupitia FM Nairobi na Mombasa ni 93.3, Kisumu na Nakuru ni 88.1, na nchini Tanzania unaweza kuyategea sikio kupitia Radio Free Africa, Radio 1, Radio 5 na Radio Kwizera. Nchini Kenya ni Mwenedu FM, County FM, Nyote FM na Gulf Radio. Nchini Uganda unaweza kuyapata msikilizaji kupitia Radio Kitara, Radio Lira na Radio Paidha, na huko DRC ni Liza Dele Radio na Radio Muungano Beni. Aidha yako moja kwa moja kwenye tovuti yetu bbcnewswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC News Swahili. Unaweza kutuachia maoni yako tukipata nafasi, bila shaka tutayasoma kadri tunavyosonga mbele katika matangazo haya ya Dira ya Dunia Jumatatu hii ya tarehe 3 Agosti 2026. Uko nasi Karorobi na Skola Kisanga. Skola, karibu. Na samahani hata usiwe na shaka kabisa. Nyumba ya kwetu umechukua fito fupi, mimi nikachukua ndefu, basi tunaendelea kujenga. Sawa kabisa. Karibu msikilizaji, na moja kwa moja tunaanzia Tanzania ambapo chama kikuu cha upinzani nchini humo Chadema kimesema kijafanya mazungumzo yoyote na serikali ama mamlaka nyingine kuhusu masuala ya kisiasa na maridhiano nchini humo. Akizungumza na waandishi wa habari leo, katibu mkuu wa Chadema John Mnyika amesema chama hicho pamoja na mwenyekiti wake Tundu Lissu hakijafanya mazungumzo ya aina hiyo na kukanusha kuhusu kuwepo kwa mawasiliano yanayoendelea. Tunaiona kauli hii ina lengo tu ya kutengeneza taswira isiyokuwa ya kweli kwamba mazungumzo yameanza katika taifa letu. Hivyo sisi kama chama tunasisitiza kwamba mwenyekiti Lissu wala chama hatujawahi kuwa na makubaliano yoyote ya siri wala ya kificho. Misimamo yetu imekuwa hadharani muda wote.
Naam, akizungumza na waandishi wa habari, Mnyika amesema kauli ya Rais Samia Suluhu Hassan aliyotoa Julai 30 mwaka huu wakati wa mkutano na viongozi wa vyama vya siasa haihusu Chadema. Rais Samia alikutana na viongozi wa vyama 18 kati ya 19 vya siasa vyenye usajili wa kudumu. Chadema haikushiriki mkutano huo. Kwa upande mwingine kisiasa, kama mnavyoona, tuko vizuri, lakini mwenzetu mmoja bado anaendelea kutafakari. Tunaendelea kupokea misukumo yake, condition zake, matakwa yake, tunaendelea. Na ndo mambo yanavyoendeshwa kwenye nchi. Hata hivyo, John Mnyika ameongeza kwamba baada ya kusikia kauli hiyo ya rais, viongozi wa chama cha Chadema wamesema kwamba wao walimtafuta Tundu Lissu ili kujiridhisha kama kulikuwa na mazungumzo yote na serikali, lakini Lissu alieleza kwamba tangu alipokutana na rais mstaafu wa Malawi Lazarus Chakwera hajazungumza na mamlaka yoyote kuhusu masuala ya maridhiano ya kisiasa au katiba. Chadema tunaendelea kusisitiza msimamo wetu wa kutoa mwito kwa jumuiya za kimataifa, hususan Jumuiya ya Madola, Bunge la Congress la Marekani na vyombo vingine, Jumuiya ya Nchi za Ulaya, Umoja wa Kusini mwa Afrika SADC, Umoja wa Afrika AU na Umoja wa Mataifa UN, pamoja na taasisi zingine za kitaifa, kikanda na kimataifa, kuendelea na hatua mbalimbali zilizokusudiwa kuhakikisha Tanzania inazingatia utawala wa kidemokrasia. Katibu mkuu huyo wa chama hicho cha upinzani nchini Tanzania Chadema anasema wanapaswa kuendelea kushikamana na kushikilia msimamo wa chama hicho kama ulivyotangazwa hadharani, kwamba hawatashiriki mazungumzo ya maridhiano ya kisiasa mpaka pale mwenyekiti wake Tundu Lissu anayeshikiliwa kwa zaidi ya mwaka mmoja kwa kesi ya uhaini atakavyoachiwa huru na mazungumzo yashirikishe wapatanishi kutoka nje ya Tanzania. Sasa, ili kuangazia kwa kina zaidi kuhusiana na kauli hii ya Chadema kuhusu maridhiano nchini Tanzania, muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi Evans Rubara. Jambo hili linadhihirisha kwamba Chadema haijawa na uwepesi wa kuongea na serikali nyuma ya pazia. Hili linadhihirisha zaidi kwamba kuna kutoaminiana kwa kiasi kikubwa sana kati ya chama kuu cha upinzani Chadema dhidi ya serikali iliyopo madarakani. Msisitizo huu wa kutokuwepo na makubaliano ya siri yaliyofanyika na msimamo wao umekuwa wa wazi. Hiyo kauli iliyotolewa leo inatokana na kauli ya rais kuhusu mwenzetu anayetafakari. Inadhihirisha kwamba inaonekana chama kikuu, chama tawala kinafanya jitihada kuhakikisha kwamba chama kuu cha upinzani kinakubali maridhiano haya kisiri, kitu ambacho wameikataa. Inadhihirisha kitu kingine ambacho mimi ninakiona kama ni siasa za misuguano na ukosoaji mkali badala ya diplomasia laini. Uhusiano sasa ni wa amani baridi. Uhusiano uliopo kati ya Chadema na chama tawala ni uhusiano baridi, ambapo serikali inazungumza maridhiano hadharani, lakini Chadema inajibu kwa masharti magumu na shinikizo la umma. Hiki ambacho kinaendelea cha serikali ikisema hii, Chadema ikirudi na misimamo yake pamoja na masharti, inaweka wapi hiki ambacho sasa serikali ya Tanzania imekuwa ikipambana nacho, ama ikiweka jitihada, yanawekwa wapi maridhiano haya ya kisiasa nchini Tanzania? Je, maridhiano yatawezekana pasi na Chadema, ama maridhiano yanawezekana hata bila Chadema kuwepo? Ukiangalia jinsi historia ya maridhiano yalivyokuwa, ni kwamba Chadema kwa mara zote ni kama inashinikizwa kufanya maridhiano na chama tawala kabla ya masharti ambayo Chadema imeweka kukubaliana na chama tawala. Maridhiano hayawezi yakafanyika bila Chadema, kwa sababu Chadema ndio chama kuu cha upinzani nchini Tanzania. Lakini pia ikumbukwe kwamba Chadema, uongozi uliopo sasa hivi, katibu mkuu ndugu Mnyika na naibu mwenyekiti ndugu Heche, wao wanasisitiza kwamba mjadala wowote ambao unahusu maridhiano hayawezi kufanyika bila mwenyekiti wao ndugu Tundu Lissu kuachiwa huru. Kwa upande mmoja inaashiria kwamba wanasimama kidete na mwenyekiti wao na kile ambacho mwenyekiti wao amekuwa akisisitiza, ambao ni msimamo wa chama, kwamba maridhiano yatakayofanyika
yafanyike maridhiano ambayo inahitajika na pande zote. Na serikali kuu na serikali tawala pia nadhani imeona kwamba bila Chadema kwenye meza ya maridhiano, hayo ambayo wanaita maridhiano hayatakuwa maridhiano ya kweli. Mchakato huu katika vuta ni kuvute hii hasa ya kutokuwepo kwa chama kikuu cha